majina naitwa Sabahi Dhahru Kombo, ni mshiriki kutoka Zanzibar Port. Katika mashindano ya riadha kwenye mita 100 na 400 nimekuwa mshindi wa kwanza, ikiwa ni finali moja kwa moja. Moja ya washiriki ambao nimewashuhudia kwamba ile speed unayoanza nayo ndo ile ile unayomaliza nayo ni wewe. Kwa namna gani ulijiandaa kuja kufanya hiki? Au ulitumia muda gani kuandaa hiki ambacho tumekitazama? Kwa riadha sijajiandaa. Kusema kweli mimi mchezaji wa netball. Kwa hiyo mazoezi ambayo ninafanya kwa 90% ni ya netball. Japokuwa kwenye netball kuna ile kukimbia kidogo, lakini speed ni juhudi mwenyewe binafsi, na hapa sijaanza mazoezi ya riadha. Sasa niko tayari kwenda kuanza mazoezi rasmi, kwa sababu haya ni mazoezi ya netball lakini ninashinda kwenye riadha. Sasa nataka nikafanye mazoezi ya riadha ili nishinde zaidi kwenye riadha. Unaweza kusema kwamba mashindano haya yamekuonyesha kipaji chako kingine? Kwa mara ya pili. Wakati unakimbia hizi mita za 400, ushindani ulikuwa wa aina gani dhidi ya mpinzani wako ambaye ulikuwa unashindana naye, licha ya kwamba tumekuona ulivyotangulia wewe ulikuwa turbo umeiwasha kweli kweli? Mashindano na ushindani ni mkubwa, kwa sababu kuna mshindani ambaye hajawahi kushindwa, Ana Charles. Lakini mwaka juzi nilipofika nilimshinda, na hii nilimshinda, na yeye sasa hivi na yeye ndo mpinzani wangu mkubwa sana, kwa sababu na yeye mimi ndo mpinzani wake mkubwa sana, kwa sababu nimekuja kuchukua nafasi yake miaka yote hiyo, lakini mwaka juzi na mwaka huu nimekuwa nachukua nafasi yake. Kwa hiyo ushindani upo kwa asilimia zote. Ni furaha kiasi gani kwa upande wako kuibuka mshindi na unatarajia kwenda kuvaa medali? Furaha haisemeki, kama unavyoiona tabasamu hapo. Muda wote wewe umefurahi tu. Ushindi upo, furaha ipo ushindi kote, kwenye netball na ushindi upo na huku, kwa hiyo furaha mara mbili. Unavyoniona hapa haielezeki tu namna gani, lakini furaha ipo ya kutosha tu. Neno lako kwa waandaaji wa mashindano haya Bandari msimu huu wa mwaka 2025? Wajitahidi kuwapa, yani kusema nini, semeje, appreciate wale washindi. Unajua unavozidi na unazawadiwa, ile inakupa moyo, hamasa kwamba kuna zawadi fulani huko. Pamoja na kwa mazoezi ni afya na sisi ni wafanyakazi, lakini pia ukiwa unapewa ile tunzo ya kukupa moyo, unakuwa unafanya mazoezi kwa bidii, hata wengine wanashawishika. Kwa hiyo tunakuwa wengi. Asante sana. Asante.